Kwa wale wafuatiliaji wa madarisi yetu ya Ramadhani ya miaka yote, huwa tunasoma darasa la mwezi wa Ramadhani mpaka tarehe 26, tunafunga, basi inakuwa imetoka. Ramadhani ya mwaka huu darasa letu lilikuwa linaacha kiporo vipengele. Wanadarsa wakaomba tuvimalizie kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa Shawwal, tuache Idi mosi ipite na Idi pili, Idi tatu tuendeleze. Tulibakiza sehemu 3. Tulibakiza darasa linalosema faida ya mtoto anayopata kwa kuwatendea haki wazazi wake, lakini sehemu nyingine ilikuwa faida anazopata mtoto kwa kuunganisha udugu wa wazazi wake, na pia sehemu nyingine ilikuwa ni visa mbalimbali. Kwa tutakuwa hapa insha Allah taala kwa kuminyaminya kwa muda wa siku 5, tuzungumze hivyo vifungu vitatu kwa mukhtasar unaoeleweka. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wameomba pia kupitia maoni yao, basi insha Allah taala maoni yao yamekubaliwa, tunaendelea. Aya yetu ni ile ile tuliyokuwa nao ndani ya mwezi wa Ramadhani, aya ya 23 katika suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin. Na tukaona ufi ni neno ambalo lina matamko mengi na maana nyingi. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Hiyo ndio ilikuwa aya yetu na ndio tunaendelea. Tunazungumzia faida za kuwatendea wema wazazi wawili, yani faida anazopata mtoto kwa kuwatendea wema wazazi wawili, aidha akiwepo wote au akiwepo mmoja. Ukifuatilia faida hizi unaweza kuziona, tulishazitaja tulipokuwa tunataja sababu ya kuchagua kusoma mada hii ya haki ya wazazi. Ukifuatilia tutakapozitaja utaona mbona tulishazitaja, lakini si kweli, si zote. Kuna zingine humo ni mpya kabisa na za ajabu sana. Tutakuja kuona uajabu wake tukifika kusoma katika visa mbalimbali. Utaona mambo ya ajabu kabisa, faida anazopata mtoto. Nimezikusanya kwa ujumla wake 24, faida 24, faida 24, na pia tutaongeza kitabu kimoja kwa ajili ya kupata visa mbalimbali vya haki ya wazazi. Tutaongeza, nitakitaja. Kwa faida ya kwanza anayopata mtoto kwa kuwafanyia wema wazazi wake, inshirahu.
as-sadri, as-sadri, inshirahu as-sadri, inshirahu as-sadri, kukunjuliwa kifua na kungarishwa moyo wake. Inshirahu sadri, kukunjuliwa kifua na kungarishwa moyo wake. Ipo aya katika Qur'ani ambayo inazungumzia katika watu bora ni watu ambao Mwenyezi Mungu amevikunjua vifua vyao na kungarisha mioyo yao. Sasa kumfanyia wema haki zake mzazi, faida ya kwanza, mtoto anapata inshirahu sadri. Na utaona kama ni jambo dogo, lakini hilo ni katika vitu ambavyo ukipata umefanikiwa. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, alam nashraha laka sadrak, inshirahu sadr. Na sisi watu wengi vifua vyetu havijafunguliwa. Iko kanuni siri ya mtu inapokuwa ni nzuri na ndiyo akili yake inakuwa timamu na ndiyo moyo wake unakuwa mzuri, yani ile anapata zile istiqama. Sasa sisi wengi siri zetu ni mbovu, yani alaniyati zetu sisi ni nzuri, lakini ukitufuata kila mmoja tukijifuatilia sisi wenyewe siri zetu ni mbovu zaidi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, anasema, Mwenyezi Mungu nijalie siri yangu iwe ni nzuri kama dhahiri yangu ilivyo nzuri. Sallu ala nabii. Allahumma. Sasa sisi mtu akimtenda wewe mzazi wake, Mwenyezi Mungu anampa hiyo inshirahu sadri. Mtaiona kuna hiyo aya kwenye Qur'ani, mtaitafuta mtaletea. Imesema hivyo, afaman sharaha hivyo mtaitafuta Sheikh. Nafikia ndio mmeshaiona, afaman sharaha sadrahu lil Islam. Ile sio kwamba wanapata watu wote, sio kweli. Ni kama kwa mfano watu walopata habari ya darsa, lakini akaamua kwenda kufata mpira wa Yanga na Tabora. Huyu bado hata kama anaswali masala na kesha rakaa 800 bado. Mtu ambaye kifua chake kimefunguka, yakitokea mambo mawili yote ni mazuri, anachagua lilo zuri zaidi. Hivyo. Na ndio maana sisi tunaswali sana swala, umeingia rakaa ya pili, rakaa ya tatu, mara kadha, mara umeswali furada, bado kifua hakijafunguliwa. Hii ni somo linalotosheleza kabisa, lakini hiki huwa anapewa yule mtu ambaye anawatenda wema wazazi wake. Ni jambo kubwa sana hilo. Ya pili, faida ya pili anayoipata mtoto kwa kuwafanyia haki wazazi wake, qabulu al-amal, qabulu al-amali ni kukubaliwa na kurekebishwa amali yake. Qabulu al-amali, kukubaliwa na kurekebishwa amali yake. Na hapa ndipo ambapo Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, pamoja na kwamba alishabashiriwa katika watu wa kuingia peponi, akimaliza kufanya amali analia sana, analia kweli. Mkewe akawa anamuuliza, kinachokuliza wewe, uongozi umekuwa shida, kuna nini? Akaambia, la, mimi ninalizwa na amali. Akubila am lam tuqbal, hivi imekubaliwa au haijakubaliwa? Msala kuuliza nini? Simwachie siri yake Mwenyezi Mungu. Anamsomea aya,
Anasema inama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mungu anapokea kwa wacha Mungu tu. Mungu hapokei kwa mtu yote. Kwa hiyo mtoto ambaye anawatenda haki wazazi wake, amali zake huwa zinakubaliwa, lakini pamoja na kufanyaje? Zinarekebishwa. Amali zetu zina nuksanu nyingi. Amali zetu zina mapungufu mengi sana. Zina upungufu mwingi. Sasa ile biru walidaini ile kuwafanyia wema wazazi huwa inasababisha yale mapungufu yale yanazibwa na ule wema unaziba. Sallu ala nabii. Allahumma. Kwa hiyo amali zetu zina makando nyingi, saumu zetu tunafunga hizi, swala tunasali zina makando. Kwa hiyo biru walidaini inakuja kuziba lile kando. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakubali amali ya mtu haraka na pia anamsawazishia. Yani kabla hujasema Allahumma anta salamu wa minka salamu alayk fahyina rabbak, Mwenyezi swala ya huyu mtu ilikuwa ina tatizo, mkamilisheni afu nipandishieni. Sababu katika ibada ambazo zina matatizo kukaguliwa ni swala. Swala ina matatizo sana kukaguliwa. Kila hawa wanaotoka hapa wakifika mbingu ya kwanza, kuna malaika wamewekwa hapo, kazi yao wao ni kufanyia inspection swala tu. Tuone swala ya huyu arudisha. Wako ambao haifiki kwenye silibodi, wako ambao itashukia mbingu ya kwanza itarudi, wako ambao itafika mbingu ya pili, yani mpaka imevuka mbingu ya 7 shehe. Hiyo ni swala kweli. Sasa mtu ambaye ana kazi yake kufanyia wema wazazi wake, basi Mwenyezi Mungu huwa anamjazia kwa ule wema wazazi wake. Kwa utaona sio ibada ya kuacha kufanyia kheri wazazi. Faida tatu takfiru as-sayyiati. Takfiru as-sayyiati, kusamehewa madhambi. Takfiru sayyiati, kusamehewa madhambi, kufutwa. Na kuna tofauti ya satru dhunubi, kustiriwa dhambi ndio istighfar, na takfiru kufutwa, na mahu kufutwa ni tofauti. Mwenyezi Mungu katika madhambi huwa anayafuta kwa daraja 3. Anaweza akafanya taghfiru, ndio ile istighfar. Hii ni kustiri dhambi, linastiriwa. Na kuna mahu, ni kufuta dhambi lakini athari inabaki. Yani dhambi litafutwa lakini ile athari ya dhambi itakuwepo. Yani litafutwa ile dhambi kwenye daftari hivi, lakini kiyama Mwenyezi Mungu atakuuliza, atadhkuru dhamba kadha, unakumbuka dhambi fulani? Naam ya Rabbi, ndio. Yani athari itakuwepo. Lakini kuna takfiru linafutwa dhambi na nini? Na athari yake inatoka. Sallu ala nabii. Allah, unaona ndio takfiru ni kama vile kafara, unaona? Ni kama vile kafara fulani. Ndio ile tunasema wakafir anna sayiati wamhu anna dhunub waghfir lana dhunub. Mara nyingi takfiru wewe kusema ighfir lana dhunub, unasema wewe kusema takfir lana dhunub, unasema ighfir lana dhunub, lakini ighfir lana sayiat, lakini ighfir lana dhunub wamhu anna dhunub. Kuna tofauti hapo. Pamoja na kama ukisema ighfir lana sayiati na ndi sawa muhana, lakini mara nyingi sayiati inaingia kwenye takfir. Kwa hiyo takfir ni kubwa kuliko taghfir na kuliko mahu. Kwa hiyo kuna dhambi linastiriwa. Ile yauma tubela sarair,
siku ambayo siri zitadhihirishwa, halitadhihirishwa, halitosomwa hilo, lakini kwenye kitabu chako lipo kwenye kitabu. Na kuna jingine litakuwepo kwenye kitabu na litasomwa, na kuna jingine kwenye kitabu litaondoka na halitasomwa. Ndio huyu mtu ambaye anawafanyia wema wazazi wake litafutwa kabisa. Yaani kwa hawa malaika hao wanaoandika, Mwenyezi Mungu ataliondoa na ile athari yake ataiondoa. Inna nahnu nihil mauta wa naktub ma qaddamu wa athara. Kwa hiyo athari itaondolewa. Kwa hiyo utakwenda pale kama hujalifanya, sababu limefutwa, limesamehewa na athari yake imefutwa. Ndio kwa mtu amekumtenda wema mzazi wake, faida ni hizo. Kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo faida ya tatu ni takfiru sayiati, kusamehewa dhambi na kufutwa athari yake. Na athari kiyama ndio watu wengi zitatuaibisha. Watu wengi watakwenda madhambi yamefutwa, lakini athari ndio itakuwa nani sana. Na Mwenyezi Mungu hapa kwenye athari atauliza sana. Atakaa na mja wake, atasikia dhamba kadha, unakumbuka dhambi fulani, naam dhambi, basi nenda motoni. Yule bwana atakwenda kifika mahali sasa, mrejesheni. Yaani itafika hivyo mpaka atamrehemu. Lakini Mungu lazima atakuuliza. Sasa kuulizwa na Mwenyezi Mungu pia bado ni tatizo. Faida ya 4, ijabatu da'awati. Ijabatu da'awati. Ijabatu da'awati. Ijabatu da'awati ni kujibiwa dua zote. Ijabatu da'awati, so ijabatu dua, ijabatu da'awati ni kujibiwa dua zote. Mtu ambaye amewatenda wema wazazi wake, amewapa haki zao, huwa anajibiwa dua yoyote. Tukifia kwenye visa kule, utaona visa vya ajabu. Sio tulikuwa tunazungumzia hii Uwaisu Qarni. Sio Uwaisu Qarni, naye alipata nafasi hiyo na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akambashiria, akamwambia masahaba, mkikutana na huyo jamaa muambieni hawa anaombea dua huyo bwana, mwambieni. Na mmoja alihusiwa ni Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, lakini alikutana na masahaba wengi na akawaombea, na ni pip pip, sio eti akiomba mnasubiri, siti ni ta. Takuja tufikia kwenye visa kule. Nabii Musa alayhi salam siku moja alikuwa anatembea, akafika mahala akachoka, akamwambia Mwenyezi Mungu, naomba ni jambo nikuombe. Mungu akamwambia, hilo jambo lako wala hata usiniombe, nenda hapo, panda kwenye mlima hapo, kuna mtu ambaye anaweza kuniomba hilo jambo. Nikalitekeleza kwa haraka sana. Kwa hiyo hata usiombe. Mungu ameshajua dhamira na Nabii Musa anataka kipandwa. Tutaleta katika kisa tukio kwa Islam, mtaleta hicho kisa. Kama tulisema hili ndasa lenye visa vingi sana. Basi Nabii Musa akajiuliza maswali. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na mitume dua zao majibu. Sasa hata Mwenyezi Mungu ataja niuliza unataka nini? Sasa kaambia panda hapo, kuna jamaa pale. Sasa kafika pale, salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Nabii Allah Musa. Akashtuka. Kamjuaje? Kamtaja jina na cheo. Akaambia, mimi nimeelekezwa na Mwenyezi Mungu nije kwako, kuna haja. Akaambia, wala hata usisumbuke, haja yako nimeshaielewa. Basi yule bwana aliinua kichwa juu, akawa wingwe. Sikiliza. Teremka. Wingu likateremka, ambia shuka mpaka chini, likashuka. Akamwambia Nabii Musa, panda, mpeleke huyo atakapotaka, mpeleke mpaka atakapotaka. Nabii Musa wingu likainuka mpaka Musa akataka.
Sallu ala nabi. Allahumma salli. Mwenyezi Musa anaambia Mwenyezi Mungu, hebu kwanza huyu jamani mtu ni nani? Anasema huyo bwana alikuwa na kazi duniani ambao mtu akifanya kazi hiyo nitampa kama nilivyompa huyo. Na bila Musa umeshangaa kuita kiwingu. Sio hiyo tu. Huyu bwana akiniomba mimi nibadilishe mimea yote rangi duniani, nibadilishe. Sasa hivi akiniambia badilisha, nitabadilisha hata rangi za mimea. Kwa hiyo alikuwa na kazi gani? Anasema kana barra liwalidai. Alikuwa ni mwema sana kwa wazazi wake. Sallu ala nabi. Tunafanya mchezo, sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Kufanyia wema sasa. Sasa leo naomba dua zikubaliwe na nini. Nicheza na mzazi tu kama yuko hai. Na kama kafa basi ndio hivyo, kuunganisha udugu, kufanya nini. Ijabatu da'wati. Yaani ni unakaa hivi mpaka unasoma unajipima wewe, unaona mimi nilichezea sana wazazi wangu, nilifanya mchezo wa kutosha. Dua yoyote sio hiyo ya kuleta kiwingu. Yaani huyu mtu anaweza kiwingu si anasema watarajibalu jamida wa hiya tasiru marra sahab. Unaiona hii milima imezama imetulia. Na yenyewe inaenda kama yanavyokwenda mawingu. Mawingu yanakwenda kwa amri ya Mungu, lakini Bwana aliwaambia tulia, njoo hapa. Mbebe wingu unatii. Hiyo ni faida ngapi? Ni faida 4. Faida ya 5, tayyibul hali. Tayyibul hali. Tayyibul hali. Tayyibul hali. Tayyibul hali was-sa'adati 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 saada. Tayyibul hali was-sa'adati fi dunya fi dunya fi dunya. Tayyibul hali was-sa'adati fi dunya, kupata hali nzuri, kupata hali nzuri na bora, kupata hali nzuri na bora duniani. Kupata hali nzuri na bora duniani. Kupata hali nzuri na bora duniani. Ziko amali nyingi zinazoweza kufanya dunia hii ikawa na maisha mazuri na pia pakawa ni mahala bora pa kuishi. Ziko amali nyingi, lakini the best one ambazo ni bora katika hizo amali ni as-salatul khams. Watu kuswali swala 5 inavyotakiwa. Yaani tungeswali swala inavyotakiwa, maisha yasingekuwa yanatupiga. Wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqukum. Swala. Sallu ala nabi. Lakini adhikiru, kumtaja sana Mungu. Adhikiru, kumtaja sana Mwenyezi Mungu. Alafu inayoingia hapo Sheikh ni birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Alafu inayofuata it'amul masakin wal aitami. It'amul masakin wal aitami, kuwalisha maskini na mayatima. Leo watu ndio tunazungumza, mimi bado nitaendelea kuzungumza, pamoja na kwamba kuna watu wanatetea. Unaweza ukaita watu wote tu kwa futarisha. La, futari ni chakula cha mtu aliyefunga, ndio maana inaitwa futari.
Kwani sisi kila siku tunakula chapati, tunakula tunayala kila siku, lakini haiti futari. Hilo ni jina maalumu kwa wakati maalumu. Daku, sahur, tunakula tu hata usiku wakati tunakula vyakula ni hivi, lakini kwa sababu ni kufunga inabadilika hata jina. Sasa watu wengi hawajui uzito wa kumlisha maskini, hawajui. Sallu ala nabii Muhammad. Ikitokea hapa msikitini hakuna taa, haziwaki, umeme hamna kabisa, na maskini yuko hapo anaomba maskini, mnatakiwa kumbe maskini, msikiti ubaki giza. Ni jipya hili, linaweza likajibiwa kwenye mitandao huko, lakini mimi huwa nikisema nimelisoma mahala. Yaani msikitini bora watu waswali giza, imamu akose maiki, mshumaa usiwashwe, kama maskini hawajapewa chakula. Kuwasha msikiti ni taa ya kwenye jengo, kumlisha maskini ni taa ya kwenye arshi. Ndio maana ikaja wala yahuddu araaita alladhi yukadhibu bidini, araaita alladhi yukadhibu bidini fadhalika alladhi yad'ul yatima. Halafu La yahuddu ala ta'am. kuacha maskini wana mbwela, ukaona uwalishe matajiri, ni katika watu ambao wamepinga siku ya kiyama haipo, ni kupinga kiyama. Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Kwa hiyo maisha kuwa bora maisha pia ni kuwalisha maskini, kunafanya maisha yanakuwa bora. Sisi leo tunawalisha matajiri na watu wanaona ni fahari na watu wanasifia. Si sawa, sio sawa. Nilisema kwenye hotuba yangu, ni kwa nini tunaambiwa katika kufunga tuache na vya halali. Kwa nini uache kula? Kwa nini uache kunywa? Moja kati ya sababu ni kumfanya huyu tajiri ahisi hawa ambao huwa hawana chakula hali zao huwa zinakuwaje. Sasa wewe umefunga na ni tajiri, umesikia mchakato wa njaa ulivyo, lakini haijakupa kuziduka, bado hujafunga shekhe. Sallu ala nabii Muhammad. Kama nilivyosema, yuko mtu alikuwa anafutari karanga moja ya 100 na kikombe cha uji, ndio futari yake. Akipata sana anaongeza na kitungua kimoja, ndio futari hiyo. Huyo mtu alikuwepo. Na mimi niliambiwa, bwana, unamwona yule pale ni Muislamu mwenzako, lakini pale alipo ana kikombe chake cha uji na tafuturu karanga moja, na mimi nilikwenda mpaka kumhoji. Sasa unawaitaje watu? Unamwacha wewe. Araaita alladhi yukadhibu bidini fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kwa maisha yanakuwa dhiki pia, hatuwalishi maskini, lakini pia hatuangalii wajane. Kuangalia wajane ni moja kati ambayo vitu ambavyo vinafanya maisha yawe mazuri na rahisi zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye anawatendea wazazi wake kheri, Mwenyezi Mungu atampa taibul hali wa saada, atampa maisha mazuri na yaliyo bora fi dunia duniani. Hawezi kuwa yataata anasa anaomba. La. Shekhe, kama umewatenda wema wazazi wako mpaka wenyewe wameridhika, una maisha duni, una jambo wewe, inawezekana kwenye nafsi yako bado inakusudia mabaya kwamba wafi ya wazazi. Haiwezi, hakuna kitu cha namna hiyo. Watu wote, yule mtu aliyekuwa maskini sana akaenda kumwambia Rasul, niombe dua, mimi maisha yananipiga. Akamwambia, ahayu walidaika, wazazi wako wako hai? Akasema mama yuko hai. Akasema nenda kamtendee mama yako khairi. Alipokwenda kumtendea mama yake khairi, maisha kanyoka.
na mtume wa mayantiqu anil hawa. Hiyo ni faida ngapi? Ni faida ya tano. Ya tano. Faida ya sita, albastu. Albastu. Albastu ni kuna sin alafu kuna ta. Albastu. Albastu. Albastu fi rizqi. Ni te. Ni te. Bastu. Basata. Albastu fi rizqi. Fi arrizqi. Fi arrizqi. Utaona kama nataka kufanana na hii, haifanani. Kuwa na maisha mazuri sio lazima upate riziki. Kuwa na maisha mazuri, mtapata mtawala atakayetawala vizuri. Hiyo tunazungumzia ile kutoka ya tano. Nataka mfahamu pale. Kuwa na maisha mazuri maana yake sio mpaka lazima uwe na riziki na maisha bora. Mwenyezi Mungu anaweza akawaruzuku mtawala bora. Hiyo pia ni hali nzuri katika maisha. Mwenyezi Mungu anaweza kuwaruzuku kupata haki, kila mmoja akawa anapata haki yake kwa muda ambao unastahili. Leo kuna watu hawapati haki zao kwa muda unaostahili. Hata kama wanapata zinachelewa, na kumcheleshewa mtu haki yake wakati uwezo wa kumpa kwa muda upo ni madhambi. Yani kwa hofu kweli kweli, akisikia tu paka kapita hivi geti mgongo yani lakini sisi Allahumma sisi unasikia kwa mbele za mapaka wa jirani nao bwana, kumbe unaingiliwa hata una habari. Kwa hiyo albastu fi rizqi, kunjuliwa katika riziki. Kuwa na rafiki mzuri ni riziki pia. Kuwa na rafiki mwema, ukifanya jambo jema anakutia nguvu, na ukiteleza anakunasihi kwa busara na kuongoza. Sio ukiteleza basi anapeleka mtaani. Usione niko na sungusungu. Usione bwana. Yule bwana muone vile. Wewe unamjua Sheikh Nasir, muone vile, lakini si mtu. Huo sio rafiki. Rafiki ukienda vizuri anakutia nguvu. Ukienda tenge anakunasihi na anakuongoza. Mtu mmoja alimwambia mama yake, alienda na mtu, kambia mama, huyu ni rafiki yangu. Akamwambia rafiki yako huyo? Basi akambia kesho tukio hana salama mje nyumbani na rafiki yangu. Baba uje? Kaenda. Alipoenda yule mama akatengeneza vyakula vya aina mbili. Chakula kimoja cha duni, chakula kimoja cha hawa. Akamwambia mwanae, kula hiki, alafu rafiki yako mwachie hiki. Yule mama akawa anachungulia kwenye fasul baba ule ufa mlango kama. Wakala wakamaliza. Akamwambia mwanae, huyu sio rafiki yako, achana naye. Mama muona kuna kibani sasa, ndio sasa. Kaambia chagua mwingine. Basi kila kichagua mtihani ni huo. Mwisho pokuja kijana, vyakula, mbona unakula hiki? Wewe kula hichi. Ndio mama akasema, mama sikusikia sasa kula asema, na mimi nitakula hiki. Wakala wakamaliza sema sasa tule hiki. Alipotoka mama akamwambia huyo rafiki. Sijui naeleweka. Mtihani mdogo tu. Na hivi ndio huwa tunawatahini watoto wetu. Unakuta mtoto anamwambia huyu sio rafiki yako, akufai. Baba huyu tokea niko naye tokea form 4, akufai. Mtihani mdogo tu unampa mtoto anaanguka. Kwa hiyo basi katika riziki, kukunjuliwa katika riziki ni yale mambo ya halali unayapata. Swala unaswali ndani ya muda wake, swala unaswali jamaa, unaweza kudiriki takbiratul ihrami karibuni swala za zote za siku. Hiyo ni kukunjuliwa katika riziki. Usifikirie riziki kwamba kila siku unapata milioni. Hapana. Riziki haishi hapo. Na ndio maana mtu mmoja alisema kwenye kitabu chake, anayefikiria kwamba riziki ni chakula kizuri na kuvaa vizuri, huyo mtu bado hajajua neema ya riziki ni neema gani. Kupumua tu vizuri ni riziki. Watu wanapumulia gesi sasa. Sallu ala nabii.
Ya 7 aziyadatu fil umri. Naweza kuandika hivyo au naweza kuandika fil umri. Aziyadatu fil umri au aziyadatu fil umri. Kufanyaje hapo? Aziyadatu fil umri, kuzidishiwa katika umri, kuzidishiwa. Kuna watu huwa wanazidishiwa umri. Ameandikiwa ataishi miaka 70 lakini hupata miaka ikaongezwa. Hupata miaka ikaongezwa, na kuna mingine 70. Mimi marehemu baba yangu, Mwenyezi Mungu amfurie madhambi na msamehe, pamoja na wazazi wetu wote, akiwa ni mtu mzima, yani hiyo 75 78, anaweza akabeba mzigo na akatembea nao tu. Chikupakia saa ngoja kwanza nifanye mazoezi. Sio kama muda wa miaka 120, lakini bado anaweza kufundisha darasa. Na aliugua tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani, lakini tokea tarehe 1 mpaka 15 anatoka anaenda kufundisha. Anatoka anakwenda kufundisha, na kwake palipo kuna kampando, anateremka lakini anakwenda na fimbo yake, anafika, anapanda, anaingia ndani bila kushikwa, muda wa miaka 120. Ziada tu fil umri iko hivyo. Sijui nimeeleweka? Ya nane, faida ya 8 ya kumtenda wema mzazi, tafriju al-kurubi, tafriju al-kurubi wa dhahabu al-ghumumi wal ahzani. Tafrijul kurubi wa dhahabul ghumumi wal ahzani. Wal ahzani husn. Tafrijul kurubi, kupata wepesi wa kutatua tatizo. Tafrijul kurubi, wepesi wa kutatua tatizo. Wa dhahabul humumi, na kuondoa yanayosikitisha, wal ahzani, na yanayohuzunisha. Tafrijul kurubi, wepesi wa kutatua matatizo. Wa dhahabul humumi, na kuondoa sikitiko, yanayosikitisha. Wal ahzani, na huzuni, na kuondoa huzuni. Naweza mkauliza, sasa kusikitika si ndio huzuni? Mtu ambaye anawatenda wema wazazi wake, faida ya 8, Mwenyezi Mungu anampa wepesi wa kutatua matatizo. Yaani akipata tatizo anapata faraja mapema. Sallu ala nabii. Allahumma salli.
Tena wa dhahabul humumi, na kuondoka yale yanayosikitisha. Kuna mambo huwa yanasikitisha, Mwenyezi Mungu atamuondolea hayo mambo yanomsikitisha. Unaona umeoa alafu najikuta umeoa mke mbaya, au mwanamke umeolewa na mme mbaya, utakuwa unaishi katika masikitiko. Sasa ikitokea kwa mtu ambaye aliwatenda. Faida ya 9, albarakatu. Albarakatu fil mali wal auladi. Albarakatu fil mali wal auladi. Mwenyezi Mungu atafanyaje? Atambarikia katika mali yake na atambarikia kwenye mali na watoto. Albarakatu fil mali wal auladi. Mwenyezi Mungu atambarikia kwenye mali na kwenye watoto. Hiyo ni faida anayoipata mtoto kwa kuwatendea haki wazazi wake. Tumalize 2 za mwisho au 3, tubakize nusu yake. Baraka. Mali zetu Sheikh hazina baraka. Mchele unapikwa hapa ndani. Nani waga nasikia harufu ya mchele siku hizi? Na harufu ya wali. Nani nasikia? Kupata watoto wema. Atabarikiwa katika kupata watoto. Kwa sababu kanuni, mtu anayewatenda wema wazazi wake naye watoto wake watakuja kumtenda tu wema. Atabarikiwa, atapata baraka. Watoto watakuwa sio kuleta mimba za uzinifu. Sisi watoto wetu ndio hivyo. Unakwenda napiga mimba na kuletea, na mzazi una neno. Tena umemletea mzungu. Una neno, umefanya na kufanya. Watoto hawatoingia katika mambo ya maasi ya namna hiyo. Uvutaji wa bangi, watoto hawatoingia. Kwa utabarikiwa. Leo mali hazina baraka leo. Kiazi huwa kina harufu kikipikwa kichemshwa, lakini siku hizi kiazi kinachemshwa. Kuna kitu. Sisi Sheikh Omar mnajua wale unapikwa kwenye nyumba, mnajua unapikwa. Pikwa wale unasikia. Na sio harufu tu, hata ladha. Hata ladha imeondoka ladha wali hamna. Kwa baraka nyuko. Yangapi tunaingia? Faida ya 10, dukhulul janna. Dukhulul janna. Urahisi wa kuingia peponi. Dukhulul janna, urahisi wa kuingia peponi. Faida ya 10 ya kuwafanyia wema wazazi ni urahisi wa kuingia peponi. Kwa nini unakuwa ni rahisi wa kuingia peponi? Maana yake ni nini? Wa man yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifu. Na ndio maana kule tulisema wazazi ni milango miwili katika milango ya nini? Ya pepo. Ya 11, faida ya 11, mtaona jambo la ajabu sana. Najatu na unaweza kusema an-najatu pia ni sawa. Najatu minal qatli. Najatu minal qatli. Kuokoka kutokana na kuuawa. Najatu minal qatli. Kuokoka kutokana na kuuawa. Anasema sasa sungusungu anasema mtu mwenye kuwatenda wema wazazi wake ataokoka na kutokana na kuuawa. Mbona maswahaba walikuwa wanakwenda vitani wanauawa sasa? Ni vipi? Tunachozungumzia ni qatlu dhulman. Kuuawa kwa nini? Kwa kudhulumiwa. Kuuawa kwa kudhulumiwa, utaokoka. Na ndio kisa cha Hudhud. La aqtulannahu, Suleiman alayhi salam, nitamuua, au la adbahannahu, au mtamchinja.
au aniletee habari za yakini. Kule alipokwenda hudihudi kule alinusurika, na kwa Nabii Suleiman alinusurika pia. Tunaweza kuleta na hicho kisa mkaona. Hudihudi alinusurika kuuawa, yule ndege hudhud. Baada alipokwenda kwa Balkisi kule, alipofika walipokuwa wamekaa katika nani kule, alifika mahali kulikuwa kunaingiza mwanga, akaziba kwenye ule mwanga, kukawa na giza ndani. Nani kaziba? Kwa hiyo alipotoka walimgundua ni Hudhud, lakini walishindwa jinsi ya kumkamata na kumuua. Kwa sababu huyu Hudhud sababu kwa nini Hudhud atajwa sana kwenye Qur'ani sio sababu kwamba alikuwa anampelekea Nabii Suleimani. Huyu Hudhud alikuwa ni barra liwalida, alikuwa ni mwema sana kwa wazazi wake. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Sheikh Almasi jitahidi huko, kuna manyaraka ya kutoa sada na nini visa hivi tuvisome. Je, ni kweli kitabu kipo Hudhud aliyofanyia wewe mazoezi yake? Sio kwamba alikuwa anamtumikia Nabii Suleiman sana, alikuwa ni mwema sana kwa wazazi wake. Huyu Hudhud hakutaka wazazi wake watoke kwenda kutafuta chakula, alikuwa akienda akirudi akiwalisha, kama jinsi ambavyo njiwa akilisha kinda lake. Mwenyezi Mungu akamnusuru kutokana na kuwa, na ndio akampa pia daraja ya kuwa anaweza kuwa juu, akaona maji yako chini. Ni kama Nabii Suleiman alayhi salam alipata nafasi ya kusikia sauti kutoka mbali. Sio kwa sababu kwamba eti nani, yeye alipewa kusikiliza wadudu, lakini Nabii Suleiman alikuwa anaweza kusikiliza mtu yuko mbali anasema akasikia. Kwa sababu gani? Bifadli salati ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabii. Alikuwa kumsalia sana mtume. Na najatu min al-qatl. Ya 12 tufunge hapo. Adh-dhuhuru ni adh-dhuhuru ni akiba. Kumtenda wema mzazi ni akiba. Ukiwa mzee, Mwenyezi Mungu naye watoto wako watakutenda wema. Na kuna mtu tumeshuhudia yeye alikuwa ni mwema kwa wazazi wake, alipata kuzaa lakini alifisha watoto wake, akawa hana mtoto. Kwa hiyo akatokea mtoto wa mtu tu, akamtenda wema huyu mzee mpaka akafa. Na sio ndugu yake, hawana uhusiano wote, lakini alikuwa anamwangalia vyote, kula, kunywa, matibabu, nini hivyo, mpaka huyu mzee anakwenda kufa. Kwa hiyo watenda wema wazazi, faida ni wewe umejiwekea akiba. Wazazi watoto wakikua na wao watakuangalia. Na hata kama hawajakuwa utaona tu ule wepesi wa watoto, utauona jinsi wanavyokusalimia, jinsi ambavyo wanavyokushauri, jinsi ambavyo wanavyokupenda, utaona yale mapenzi yao. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tupate nafasi kama alivyopata Hudhud. Ni ndege, lakini kwa sababu ya kuwatenda wazazi kheri akapewa nafasi hiyo. Wako baadhi ya wanyama, baadhi ya ndege wameumbwa kuwatendea kheri sana wazazi wao. Wako wanyama, kwa mfano ngamia akizaa mtoto dume, akijifungua dume, ili mtoto dume huyu hawezi kukua akaja akampanda huyu mama yake, hawezi. Na wala ngamia dume huyu jike wake akijifungua hawezi akampanda huyo mtoto, kama atazaliwa jike hawezi kumpanda. falyanzur al-insanu min afala yanzuruna ila al-ibili kaifa. Ngamia ana ibra sana, ana mambo mengi sisi tunatakiwa tujifunze kutoka kwake.